Wakorintho ile wa kwanza 13. Tuangalie mstari labda wa 13 hapo. Anasema basi sasa, baada ya kuonesha kwamba alikuwa mtoto katika kufikiri, katika kuwaza na katika ufahamu. Hapa anasema sasa baada ya kuwa ameshakuwa ni mtu mzima, alibadilisha mambo yale ya kitoto akaachana nayo. Haleluya. Akaachana na usemi usiofaa juu ya watu, juu ya Mungu, juu ya maisha yake. Akabadilisha ufahamu wake. Akasema sitawaza tena kama mtoto wala kufikiri kama mtoto mchanga. Haleluya. Nitafikiri kama mtu mzima na kuwaza kama mtu mzima. Haya, mstari wa 15 anasema basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haya matatu, katika hayo lililokuu ni nini? Upendo. Bwana asifiwe sana. Kwa haya mambo matatu ambayo tumeyasoma hapa ndio nguzo ya kumshawishi Mungu kuachilia neema ya ongezeko kwenye maisha yetu. Imani, tumaini na upendo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa haraka tuangalie kwanza imani. Haleluya. Sasa imani inafanya kazi katika ufahamu. Imani haifanyi kazi katika hisia. Ndio maana nikasema pale utoto unatambulika kutokana pia na ufahamu, sio katika hisia. Haleluya. Watoto wengi wanaongozwa na nini? Na hisia. Ndio maana kwenye kufurahi, ukimpa keki atafurahi, ukimnyima atalia. Haleluya. Halafu ukimpa keki ukamuomba hakupi. Kwa nini? Yaani haoni kwamba itapatikana nyingine tena. Haoni hicho kitu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ya hisia. Sasa maandiko yanataka uwe na imani ya kuelewa, ya ufahamu. Imani iliyojengwa na ufahamu ndani yako haitaongozwa na hisia. Hisia ndio zinamfanya mtu awe na furaha na wakati mwingine asiwe na furaha. Lakini ukiwa na imani ndani yako, maandiko yanasema hivi, ile niliwasomea Paulo, anasema ninajua kuwa katika dhiki na ninajua kuwa na vitu. Haleluya. Kwenye ile wa Filipi 4:11 pale. Ukisoma pale yale maandiko, wapendwa watumishi wa Mungu, yameandika hivi, nina furaha nikiwa na vitu na nina furaha nisipokuwa na vitu. Kwa nini? Kwa sababu furaha yangu haipo katika hisia. Haleluya. Furaha yangu katika maarifa, katika ufahamu. Yaani nampenda mke wangu sio kwa sababu amenifurahisha. Namchukia mke wangu sio kwa sababu hajanifurahisha. Haleluya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mke wangu akinifurahisha nina furaha naye, asiponifurahisha nina furaha naye. Ndivyo Paulo anavyosema ya kwamba katika kuwa na vitu nina furaha na katika kukosa vitu ninafanyaje? Nina furaha. Kwa nini? Siongozwi na hisia, ninaongozwa na ufahamu ndani yangu. Ndio maana Daudi anasema ya kwamba nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako wote. Lazima furaha iwe kwenye maisha yako, na ukumbuke ya kwamba furaha ni tunda la Roho. Tunda la Roho halitengenezwi na hisia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo imani ambayo unatakiwa kwenye maisha yako inatakiwa sio imani ya msisimuko. Sio ile imani ambayo tunakuwa tunasema tupokea pale sana unavyojisikia ni kwamba leo nimesikia kubarikiwa sana. Ile ni hisia. Haleluya. Amen. Kwa mfano nikiwaletea vyombo hapa, nikawawekea uzio, nikawekea soundproof. Haleluya. Tukaweka wimbo hapa mmoja wa kuabudu. Ule mziki ambao utakuwa unaisikia kwenye fahamu wako, kwenye masikio yako, ule mziki utakufanya uone uwepo wa Mungu ni mkubwa mno. Haleluya. Yeye anasema kwamba kwa nini? Kwa sababu sauti ya ule mziki inaingia kwenye masikio yako, haitoki nje. Haleluya. Kwa hiyo ile sauti inatengeneza hisia ndani ya mwili wako, inaamusha hisia ambazo zinakufanya uone kwamba hapa ninamwabudu Mungu kweli. Lakini umeme ukikatika,
Haleluya. Ndio utaelewa kinachotokea kwa mbona. Yaani kwanza mimi katika kanisa wote linakuwa kimya. Nageuka kwanza, unaangalia, yani yule ambaye alikuwa analia yule ambaye alikuwa anaomba analia, ghafla ule uwepo unakata ghafla, sharp anaanza kuangalia kuna nini. Haleluya. Lakini unatakiwa uwe na imani ambayo sio hisia. Haleluya. Kwa hiyo kuonyesha hapo Luka sura ya 18 mstari wa 8. Hapo unaona kuna Yesu anafundisha wanafunzi wake, anatoa mfano juu ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mahitaji. Mwanamke huyu alikuwa anatakiwa kupewa haki yake na hakimu ambaye hakuwa mcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mwanamke katika kuhangaika kwake akawa analia sana kwa yule hakimu, nipatie haki yangu, mimi ni mjane lakini haki zote ninazo, mbona mnanisumbua, mbona mnanizungusha? Baadaye yule hakimu akaona kwamba huyu bwana ananisumbua mno, cha kufanya nifanyeje? Nimpe tu haki yake ili apunguze kero. Haleluya. Mnaona akili za watoto wachanga zilivyo katika kanisa, ziko kama huyu mwanamke. Mwanamke akapiga kelele kwa yule hakimu sana. Hatima yake hakimu akasema, nimechoka na makelele yako, nakupa haki yako leo ili makelele yasije. Haleluya. Akapewa haki yake. Yesu akawarudia wanafunzi wake akawaambia, ndugu zangu, ikiwa huyu hakimu mtenda maovu ameweza kumpa haki yake huyu mjane, inawezekanaje kwa Mungu mwenye haki juu ya watoto wake wanaomlilia usiku na mchana? Haleluya. Najaribu kuonyesha namna ambavyo tunavyoishi. Kwanza tunaamini ukilia sana kwa Mungu, Mungu atasikia maombi yako. Tunaamini ukifunga sana, Mungu atashika kuhusika na maisha yako. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini Yesu anatufundisha mtazamo huo hapa, kwamba Mungu sio kama mwanadamu, kwamba eti kwa sababu kila siku unakuja unanipigia hodi, naona unanikera kwa hiyo ninachoka, nasema mchukua bwana ili usinipigie makelele. Kwa Mungu ni tofauti. Yaani usije ukajichanganya hata siku moja. Haleluya. Mungu hahangaiki kabisa na hicho kitu. 18 nimekwambia mstari wa 8 pale. Hiyo story inaanzia kwa ile mstari wa kwanza. Haleluya. Amina. Anasema hivi, kuanzia mstari wa 7, anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Haleluya. Umeelewa? Anasema hivi, kuna walokole, kuna watumishi, kuna Wakristo waamini ambao wanamlilia Mungu usiku na mchana. Mnaelewa watumishi wa Mungu? Haleluya. Wanahitaji majibu usiku na mchana, wanahitaji majibu. Kumbe Mungu anakuwa anajua. Yaani kadri mtu anapokuwa analia sana kwa Mungu, anapomtafuta Mungu sana usiku na mchana, Mungu anakuwa anajua. Haleluya. Anasema hivi, je, Mungu atashindwa kuwapatia haki hawa walokole ambao wanamlilia usiku na mchana? Anasema hatashindwa, atawapa upesi. Ngoja kusomea hapa. Anasema hivi, nawaambia, Bwana asifiwe sana. Hiyo nawaambia maana yake nawahakikishia. Nawahakikishia ya kwamba atawapatia haki upesi. Kwa hiyo Mungu atajibu kwa haraka mno maombi yao. Kipengele kinachofuata anasema, lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe Mungu yuko tayari kutujibu. Pamoja na kwamba tunalia usiku na mchana, yani yuko tayari mno. Ndio maana niliwaambia anaugua, ana shauku, anatamani kututendea. Lakini sasa anasema, lakini je, ataiona imani ndani yenu? Yaani wakati Mungu anataka kufanyia kile kitu, akiangalia ili afanye,
kuna kitu anakikosa kinaitwa imani. Naelewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo kumbe kulia kwetu usiku na mchana, yaani Mungu angeweza kujibu mapema mno. Haleluya. Lakini je, akikuangalia anasema mbona sioni imani? Nina utayari wa kutenda, lakini imani sioni. Haleluya. Sasa nimewaonyesha namna mtoto mchanga ambavyo anakuwa. Mtoto mchanga huwa anaamini kadri anavyokupigia kelele juu ya hitaji lake, ndivyo ambavyo wewe unapata urahisi wa kumtendea. Kwa mfano, nikitoka hapa na mtoto wangu tunaenda labda sehemu, akaanza njia nzima biskuti 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 biskuti, yaani wakati wanamwambia subiri alishakusikia, anaendelea. Ukiona duka utasema ananichosha huyu. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Amen. Utachukua biskuti utampa. Haleluya. Atakaa chini. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Amen. Sasa yale ni mawazo ya kitoto. Kwa na sisi tunaamini hivyo hivyo kwamba kadri unavyoendelea kusukuma maombi yako kwa Mungu bila kuchoka kuna siku Mungu atafanya hivyo, atasema tu chukua, nimechoka na makelele. Haleluya. Mungu anasema hayuko hivyo. Yeye anaendelea kuangalia kigezo ya kwamba je, ataiona imani? Kama imani haipo, iko misisimko, ziko hisia, maombi yako na dua zako itakuwa ni makelele kwake. Amen. Na kinachotokea ni nini? Watu wa namna hiyo wakishaona wamechoka sana, wanaona Mungu hajibu wanatafuta shortcut. Shortcut sasa ndio hiyo, unasikia kule pale nimeomba sana hamna kitu. Mwisho wa siku tu mimi nimeamua tu, kama ni mafuta nimeamua nitumie mafuta, kama ni chumvi basi ndio hivyo, ili mradi tu Bwana Mungu ni wa wote. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uchanga, alikuwa na utoto ndani yake. Hakujua kwamba Mungu ili atende kwenye maisha yangu ananihitaji niwe na imani. Na imani nasemaje? Imani nasema kwamba ninajua au ninafurahi nikiwa na kitu na ninafurahi nisipokuwa na kitu. Basi. Amina. Haleluya. Amen. Hicho kitu kikaa kwenye maisha yako mpendwa, Mungu atafanya yote ambayo unayajua. Amen. Na atakushangaza. Haleluya. Amen. Kwa sababu anajua huyu mtu tegemeo lake halipo katika vitu, tumaini lake haliko katika vitu, furaha yake haiko katika vitu. Haleluya. Kisoma kwenye Matendo ya Mitume 17 pale, maandiko yanasema ya kwamba Mungu hatumikiwi kwa vitu. Ngoja nikusomea hapo upate ladha kamili. Bwana asifiwe sana. Tunazungumza kuhusu kipengele cha imani. Hapa tunaongezea tu kitu kidogo, lakini baadaye nitakuonyesha kwenye Waebrania sura ya 4. Matendo sura ya 17 mstari wa 17. Bwana asifiwe. Ni mstari wa ngapi sasa watumishi wa Mungu? Hii hapa mstari wa tuanzie mstari wa 24. Haleluya. Anasema ya kwamba Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Haleluya. Hapa alikuwa anazungumza na watu ambao ni wachanga. Haleluya. Watu ambao wanaamini ya kwamba tukienda kanisani kule ndo Mungu yupo. Watu ambao wanajua kwamba kanisani kule Mungu yupo kule. Kwa hiyo wapendwa, kuna nguo za kwenda nazo kanisani na kuna nguo za kutokwenda nazo kanisani, kwa kuwa Mungu yupo kule. Akija kanisani ana gauni lake zuri safi refu, akishatoka kanisani ana kimini chake. Maana huko duniani Mungu si hayupo? Si ndivyo watumishi wa Mungu? Yuko wapi? Kanisani. Akija kanisani anaomba maombi ya toba. Bwana, naomba unitakase, ni rehemu. Nimewaza vibaya, nimenena vibaya, kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa kuwa kule ninakokwenda Mungu yupo. Mungu kule unatakiwa uende ukiwa mtakatifu. Mawazo ya mtoto. Haleluya.
Paulo anasema hivi, wapendwa, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Mungu wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Naelewa watumishi wa Mungu? Amen. Mungu hakai katika nyumba zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, ili usije kuwa na utoto ya kwamba Mungu yuko sehemu fulani, nikienda kule ndo anakuwepo. Kwa hiyo nibadilishe mtazamo wangu, nibadilishe akili zangu, nibadilishe namna ya kumwendea. Huo ni uchanga. Lakini Mungu, Paulo anajaribu kutuonesha kwamba utu uzima ni nini, kufahamu sifa ya Mungu, kwamba Mungu yuko mahala popote pale kwa wakati wowote ule. Kwa hiyo ukiwa chini ya kitanda, chini ya uvungu, haleluya, unakunywa pombe kule chini, watu hawakuoni, mchungaji hakuoni, Mungu anakuona. Kule ndo Mungu yupo. Ukija kanisani umevaa suti uko na mikono umeweka hivi, pale Mungu hayupo. Pale unakuta tu washirika wako pale. Mungu mwenyewe anakusubiria kule chimbo, kule ndo anapokaa. Naelewa watumishi wa Mungu? Anasema Mungu hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu. Anasema hivi mstari wa 25, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa watu uzima na pumzi na vitu vyote. Yaani usije ukasema kwamba unajua mimi nisipotoa kitu kanisani pale, kanisa lile haliwezi kukua kabisa. Au ukasema kwamba unajua mimi namtumikia Mungu sana. Kwa nini namtumikia Mungu sana? Unajua mimi pale nimetoa speaker, nimetoa mabati, mimi namtumikia Mungu sana. Yaani mchungaji anadharau sana. Unajua sisi ndo tunamtumikia Mungu. Sio yeye tu anahubiri, sisi ndo tunamtumikia Mungu, tunatoa vitu, si ndio? Maandiko yanasema hivi, hao ni mawazo ya mtoto mchanga. Kwa kuwa Mungu hatumikiwi kwa vitu. Haleluya. Kwa utumishi wako hauwezi kuupima kwa Mungu kwa sababu ya vitu ulivyovitoa, kwa sababu ya kazi ulizozifanya za mikono ya wanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nikasema atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani ndani yako. Haleluya. Imani ndani yako, imani ya uelewa, imani ya ufahamu. Haleluya. Angalia katika Waebrania sura ya 4 pale mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanazidi kutufafanulia juu ya imani. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwamba tuanzie mstari wa pili. Haleluya. Amen. Au ngoja nianzie mstari wa kwanza upate ladha. Anasema basi ikiwa ingalipo ahadi ya kuingia katika pumziko lake. Haleluya. Kumbuka kwenye Mathayo 11:29 pale anasema jifunzeni kwangu, alafu jitieni nila yangu kwa mzigo wangu ni mwepesi. Ndio watumishi wa Mungu. Anasema nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ile raha nafsini mwenu maana yake pumziko. Haleluya. Kwa tunafahamu wazi ya kwamba katika utumishi tulionao, katika ulokole tulionao, katika Ukristo tulionao, kuna pumziko. Tunayo ahadi ya pumziko. Haleluya. Pumziko katika shida na dhiki, pumziko katika uhitaji tulionao, pumziko katika afya. Mungu anatuepusha na magonjwa, anatupa kupumzika. Haleluya. Hiyo ndio ahadi tulionayo. Anasema na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Na hilo watumishi wa Mungu, na tuogope ya kwamba mmoja wetu asije akaonekana ameikosa ile ahadi ya pumziko. Haleluya. Tuendelee mstari wa pili. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama vile hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao walioisikia. Neno la watumishi wa Mungu. Neno la Mungu tumelisikia wote. Wote tumesikia neno la Mungu. Linasema ya kwamba atakayemfuata Yesu Kristo akajitwika nira ya Kristo,
akajifunza kwa Kristo, atapata raha nafsini mwake. Haleluya! Tunafahamu maandiko yanasema ya kwamba aliye dhaifu aseme nina nguvu. Haleluya! Na tunafahamu wazi ya kwamba maandiko yamesema lolote mtakaloliomba kwa jina la Kristo, Bwana atafanyeje? Atatenda. Na zaidi ya wote tunajua ya kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya! Na pale msalabani yote yamefanyeje? Yameisha. Haleluya! Lakini anasema hivi, neno hili ambalo tunalisoma, neno hili ambalo tunalisema, kuna watu halitawafaa, kuna watu halitakuwa dhahiri kwao, sio kwa sababu ya masikio, sio kwa sababu ya kukosa akili, ila ni kwa sababu neno hilo wanalolisikia, wanalolisoma halijachanganyika na imani ndani yao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naelewa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo imani ni kipengele ambacho huwezi kukiepuka. Nina mambo mengi ya kufundisha kuhusiana na imani, lakini ni somo ambalo ni semina. Haleluya. Lakini nataka nikuonyeshe picha ya kwamba imani kwenye maisha yako inahitajika mno. Imani ndio inayokutambulisha wewe kwa Mungu. Kwenye Waebrania nadhani sura ya 6 pale, kama sio 6 ni 11:6 pale, 11:6 anasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kufanyaje? Kumpendeza Mungu. Haleluya. Na ili uhesabiwe kuwa mwenye haki, haki yako inahesabiwa kwa sababu ya imani iliyoko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anasema hivi kwenye Waebrania sura ya 10 hapo. Ngoja nikusomee hapo kwa sababu iko karibu hapa. Waebrania 10:38. Haleluya. Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Haleluya. Maandiko yanavyosema katika Zaburi 37:25, Daudi anavyosema kwamba tangu nikiwa kijana hata sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki. Haleluya. Mwenye haki narudia tena, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa, wala watoto wake wakiombaomba barabarani. Haleluya. Anasema bali usiku kucha hufadhili, mchana kutwa hufadhili. Haleluya. Sasa ile mwenye haki, wapendwa, sio mwenye matendo ambayo dunia inasema ni matendo mazuri. Sio mwenye haki, haimaanishi mwenye maadili. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema kwamba hatupati haki kwa matendo, bali kwa kuamini. Kwa kuwa na nini? Na imani. Kwa hiyo anasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Mwenye haki wa Mungu hataishi kwa matendo. Mwenye haki wa Mungu hataishi kwa kufanya kitu fulani, bali kwa imani iliyoko ndani yake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo imani ikikosekana, ndugu yangu, unapoteza kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Na ukishapoteza kuwa mwenye haki mbele za Mungu, ndugu yangu, kwanza huwezi kwenda mbinguni. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Huwezi kwenda mbinguni kwa sababu tu una haki. Sasa haki nimewambia inapatikana kwa nini? Kwa imani. Imani. Kwa hiyo maisha ya muamini lazima yawe ni maisha yenye imani, maisha ya kiimani. Haleluya. Wewe kuonyesha mfano mzuri wa imani ili unielewe, ujue tofauti ya msisimuko na imani ninayokufundisha. Siku moja Yakobo alikuwa anafundisha, akasema ya kwamba katika maisha haya wanadamu wapendwa, kuna mmoja mshirika mwenzetu akanifuata nyumbani kwangu. Alivyokuja ana changamoto ya chakula. Haleluya. Alivyofika, kwa kuwa ni mtu miongoni mwetu muamini, nikamwambia tuwe na imani tu Bwana atatenda. Nikamwambia tufumbe macho tuombe. Nikamwambia Bwana, huyu ni mtumishi wako na neno lako limesema mwenye haki hata kufa katika njaa, bali atakopesha na hata kopa. Gusa afya yake Bwana, wewe ndiye utupae sisi chakula. Haleluya. Nikakoti na maandiko, namfundisha Mungu maandiko. Sasa nikamwambia Mungu, katika Luka imeandikwa siku moja Yesu alikuwa anafundisha, akawa na mikate 5 tu akaomba ukaizidisha, mkumbuke na mtumishi wako huyu. Haleluya.
Baada ya hapo nikamshika mkono nikamwambia Mungu atakutendea, uwe na imani. Akaondoka. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema pale, ndugu yangu, imani imekufa. Haleluya. Kwa sababu imani inakufundisha ya kwamba amekuja ana njaa, si ndivyo watumishi wa Mungu? Na wewe chakula unacho. Yohana anasema aliye na nguo 2 ampe yule asiye na nguo. Sio amtie moyo amwambie Mungu atakupa tu. Atakuinulia watu. Wewe mwenyewe umeshainuliwa. Unataka Mungu awainue watu gani? Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mtu asiye na imani atasema kwamba huu mkate nilionao afu nimpe tena na yeye. Nimwambie tu Mungu atakutendea, ngoja nimwombee. Piga magoti tuombe. Hapana. Imani itakwambia, ndugu yangu, huyu amekuja hapa ni muhitaji. Na mimi hapa ndani labda nina viunga kidogo. Nimwambie ndugu yangu, chukua huu unga. Nenda kafanyeje? Na kuombea, lakini nakupa na unga, nenda katumie. Haleluya. Ndio imani ilivyo. Lakini uchanga utakwambia kwamba ngoja nikuombee, Mungu atakuletea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana maisha yetu yawe maisha ya kiimani. Bwana atukuzwe sana. Hapa nimesema kufurahia matokeo ya muujiza sio kuwa na imani, bali kuuelewa muujiza ndio imani. Haleluya. Kwa hiyo watu wengi kwenye kanisa tulilonalo huwa wanafurahia matokeo ya muujiza, halafu ile furaha inasababishwa na ule msisimuko wa kuona matokeo yametokea. Kwa hiyo huwa wanahisi pale ndo wanakuwa na imani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe vizuri. Siku moja Yesu alikuwa anafundisha sehemu Galilaya. Alipofika pale kukaa kuna kundi kubwa la watu. Akatenda muujiza wa kuzalisha mikate kutoka kwenye mikate 5. Haleluya. Na samaki 2. Alivyotenda ule muujiza, baada ya pale maandiko yanasema kundi kubwa la watu lilimfuata Kristo. Wengi sana. Haleluya. Na mimi ninajua wazi ya kwamba katika kanisa tulilonalo watu wengi huwa wanapenda kusikia shuhuda. Haleluya. Shuhuda kweli zinaleta watu, zinawafanya watu wanasogea. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Wameshuhudia matendo, watu wametendewa. Haleluya. Lakini je, tunafahamu ya kwamba msingi wa imani ni kuuelewa ule muujiza, sio kufurahia yale matokeo ya muujiza? Naelewa watumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa mfano mtumishi wa Mungu ametoa ushuhuda hapa. Ili mtu ile imani iwe ndani yake, anatakiwa elewe ni nini kilitokea mpaka mtumishi wa Mungu akaketishwa mahali pale ambapo hakutarajia na hakuwa na mawazo hayo. Nini kilitokea? Kuliko mtu ambaye atasema kama fulani alikuwa nyumbani halafu ghafla akaenda kule na akatambulika. Mungu pale yupo. Naenda na mimi pale. Bwana, kama ulivyomwonekania fulani na mimi niwekanie. Haleluya. Kwa hiyo katika Yohana sura ya 6 mstari wa 26. Yohana 6:26. Ngoja nisome chap hapa. Maana vitu vingine natamani niwahadisie tu kwa sababu ya muda, lakini ngoja nikusome. Yohana 6:26. Haleluya. Anasema Yesu akawajibu akawaambia, amini amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Haleluya. Umeona neno si kwa sababu mliona ishara. Haleluya. Kuna ishara Kristo aliifanya ambao hawakuiona, ila waliona mikate. Haleluya. Kwa hiyo walivyoona mikate wakaona huu ndo muujiza, ile mikate. Halafu ile ishara ambayo Kristo aliifanya ili wajifunze kwa ile hawakuiona. Kwa walivyomfuata Yesu, kwanza kabla hawajamfuata walivyomshangilia. Maana ukisoma huko nyuma utaona walishangilia sana, wakasema huyu anafaa kuwa mfalme. Wakataka kumkamata Yesu, watembe naye mji mzima, watangaze kwamba huyu ni mfalme. Haleluya. Yesu akatoweka katikati yao. Kwa nini? Kwa sababu akakimbia ule utukufu ambao walitaka wao wambebeshe. Haleluya. Sasa anasema hivi, ndugu zangu,
mmenifuata si kwa sababu ya ile ishara, ila mmenifuata kwa sababu ya ile mikate mliokula. Naelewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo nikufafanulie jambo hili ulielewe Yesu alikuwa anamaanisha nini. Yesu amefanya muujiza wa kuzalisha vitu vingi kutoka kwenye vitu vichache. Amefanya muujiza wa kiimani wa kuonyesha kwamba kutoka kwenye mambo madogo Mungu anaweza kutenda mambo makubwa. Haleluya. Kwamba tunaiona hiyo imani hivi, kumbe pamoja na kwamba tuko katika uchache, Mungu anaweza kutuongeza. Pamoja na kwamba tunajiona tuna mambo tuna uchumi mdogo, lakini Mungu anaweza kutufanya kuwa taifa kubwa. Aha. Tumfuate Yesu kwa sababu hiyo. Akasema tunakufuata Yesu kwa sababu tumejua kumbe wewe unaweza kutupa mikate. Neno watumishi wa Mungu. Kwa nikuelezee mfano mwingine. Siku moja Elisha mtumishi wa Mungu kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Elisha akakutana na mwanamke mmoja mjane. Yule mwanamke akamwambia mtumishi wa Mungu Elisha, mume wangu mimi alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sasa alikuwa anadaiwa na watu fulani. Wale watu ambao walikuwa wanamdai, baada ya yeye kuwa amekufa, wamekuja wanataka kufanyaje? Kuchukua watoto wangu na mali zetu. Haleluya. Elisha akamuuliza yule mama, una nini ndani? Akasema nina kichupa kidogo tu cha mafuta. Haleluya. Alivyomwambia vile kwamba nina kichupa kidogo cha mafuta, Elisha akamwambia, ndugu yangu, mama yangu, Mungu anataka atende muujiza mahali hapa. Nenda kakusanye vyombo vyako vyote na kwa majirani. Haleluya. Alafu uje navyo vyote, tuombe Mungu atatenda muujiza kupitia hivyo vyombo. Haleluya. Na somo moja huwa nalifundisha kwenye hichi kipengele. Anasema unajua katika maisha yako Mungu pia anataka atende miujiza kwenye maisha yako kupitia hata majirani zako. Haleluya. Mfikiria huyu mama jinsi ambavyo angekuwa na mahusiano mabaya na majirani zake, kiasi kwamba akienda kuwazima vyombo si harudishi. Kwa hiyo siku ya muujiza Elisha amwambia nenda kaombe vyombo kwa jirani zako pia. Jirani anasema wewe tukikupaga urudishaji. Huyu wewe ukimwazima huyu arudishi. Lakini maandiko yanasema alienda akaomba kwa jirani zake. Maana yake kumbe alikuwa akiomba kitu kwa jirani huwa anarudisha. Kwa hiyo siku hii ameenda, kuna hili lingine halina kitu, chukua tu. Haleluya. Kwa watu wakampa vyombo, wakampa madiaba. Kwa sababu gani? Ana mahusiano mazuri na jamii inayomzunguka. Haleluya. Kwa siku ya muujiza, wale wengine ambao walikuwa hawaamini, walikuwa sijui ni maadui zake, lakini walimpa vyombo. Amen. Vyombo vyote vikajaa mafuta, watumishi wa Mungu. Baada ya kujaa mafuta vile vyombo, akaenda akalipa deni na mafuta aliyobaki akatumia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona huu muujiza ulivyokuwa. Watu wengi wanaishia kuwa kama huyu mama. Huyu mama hakutaka kujua kwa Elisha ni nini ambacho kimefanyika kikaweza kujaza vyombo hivi mafuta kutoka kwenye kachupa kadogo, ili siku nyingine nisipige simu, Elisha, mafuta haya yaliisha, kwa hiyo wamekuja wengine tena wananidai. Bwana asifiwe sana. Alitakiwa akae. Ndio kitu ambacho Yesu Kristo anawaambia watu. Sio kwa sababu mlikula mkashiba mikate. Kuna siri mnatakiwa muifuate kwangu. Muijue hiyo kwamba hawa watu wamekuja wanatamani wapate imani ya kwamba katika kile kidogo walichonacho wanaweza wakazalisha kikubwa. Haleluya. Ila wengi hicho kitu hatutaki. Yaani hizo stress za nini? Tunachokitaka ni kwamba mafuta yajae vyombo, tutumie, yakiisha tukuite tena, Elisha, mafuta yale unaombea vyombo vimeisha, tunahitaji tena. Haleluya. Amina. Lakini Mungu anataka ujifunze, uwe na imani. Haleluya. Kristo anasema hivi, yani mtatenda mambo zaidi ya hata haya niliyoyatenda. Amina. Ndio shauku ya Kristo ya kwamba mimi nitakapoondoka mkiwa na imani
chembe tu ya haradali, mtahamisha mlima huu kwenda mlima huu. Sio kwa sababu mtakuwa mnaniita nije niwahamishie, hapana, ila nyinyi mkishakuwa wanafunzi wangu, haleluya, mtakuwa na uwezo wa kutumia kachupa kadogo ka mafuta kujaza vyombo na kulipa madeni. Haleluya. Sasa unatakiwa uwe na shauku ya kutafuta ile imani ya kuzalisha kidogo kiwe kikubwa. Bwana asifiwe sana. Imani ya ongezeko, ya kwamba hata katika kidogo neema ya ongezeko inaweza kunifanya nikafanya kikubwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Naelewa watumishi wa Mungu. Ndio kitu ambacho tunatakiwa tukitafute kwa Kristo. Tumwambie Bwana, sio kwamba tumekuja hapa tunahitaji mikate, ila tunataka Bwana utupe imani ya kuzalisha mikate sisi wenyewe kama ulivyofanya wewe. Haleluya. Naelewa watumishi wa Mungu. Hiyo ndio kipengele cha imani ambacho tumefikia, ambacho ninaamini Mungu anaenda kutuongeza kiimani. Haleluya. Simama hapo kwa miguu yako kwanza hapo, ujinyooshe nyoshe. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu leo mvua hakuna, jua hakuna, kuna hali fulani hivi ya mvua. Haleluya. Kwa hiyo inatufanya tusijue sasa hivi ni saa ngapi. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu imani yangu inajengwa katika ufahamu na sio hisia, bali ni uelewa na ufahamu juu ya uweza wa Mungu, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Basi tuendelee na kipengele cha pili. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Kipengele cha pili kinasema tumaini. Kama mnakumbuka tumesoma pale, anasema sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haleluya. Imani, tumaini na upendo. Bwana asifiwe. Haleluya. Nakumbuka wakati tunasifu hapa tulikuwa tuna shangwe. Haleluya. Ila wakati wa kuhubiri sasa watu wote wanakuacha, unabaki peke yako. Haleluya. Amen, amen. Kwa hiyo tumesema kipengele cha pili tunasema tumaini. Mtu ambaye anatamani kuwa na ongezeko kwenye maisha yake lazima awe na tumaini ndani ya maisha yake. Aunganishe imani, tumaini na upendo. Tumaini ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Tumaini kwa lugha nyingine ndio tunaita kutokukata tamaa, ama ndio tunaita kujipa moyo. Kujipa moyo. Haleluya. Ndio kuwa na tumaini kwenye maisha yako. Ukipoteza tumaini, maana yake uko tayari kufungua mlango wa kupoteza hatima yako. Haleluya. Roho Mtakatifu ananifundisha hapa kwa habari ya Esau na Yakobo. Sijaiandika hapa, lakini ananifundisha kitu hapa. Ananiambia kwamba wakati Esau anapoteza haki yake ya uzaliwa wa kwanza alipoteza tumaini kabla ya haki yake. Kisoma ile habari kwenye Mwanzo, nadhani sura 38 au 37, anasema ya kwamba Esau akamwambia Yakobo, niko katika hali ya kufa. Hii haki ya uzaliwa wa kwanza itanifaa nini katika nyakati hizi ambazo sioni tumaini? Niko katika hali ya nini? Ya kufa. Sasa watu wengi, shetani wanakaa kwenye kona, anasubiria mtu afikie katika hali ya kupoteza tumaini, katika hali ya kuona kwamba hapa ndo mwisho wangu. Haleluya. Kwa hiyo unakuta mtu anapitia changamoto za kimaisha katika hali ambayo amepoteza kabisa tumaini. Shetani anamletea kazi ambayo anaipata kwa rushwa. Shetani anamletea fedha ambayo anaipata kwa dhuluma. Kwa nini? Pale hakuna tumaini. Kwa mtu mwingine anasema tu kwamba nitatubu tu,
Sasa nifanyaje? Katika hali hii kweli nifanyaje? Si nitakuwa ni mjinga sana? Bora tu nikubali, nitatubu, nitatengeneza tu na Mungu. Kwa nini niko kwenye hali ya kupoteza tumaini? Leo hii yule Esau tunayemsoma kwenye Biblia, tulikuwa tunasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Esau. Ndivyo ambavyo ilitakiwa iwe. Mungu wa Ibrahim, Isaka na nani? Na Esau. Hili taifa tunaloita taifa la Israeli, leo hili litakiwa liwe taifa la Esau. Haleluya. Leo hii tunawajua kina Yusufu, tunawafahamu kina Benjamin, tunafahamu kina Yuda, kina Ruben. Tulitakiwa tuwajue watoto wa Esau. Nani anayemjua mtoto wa Esau? Hakuna. Chanzo kilikuwa ni nini? Alipoteza tumaini. Alipopoteza tumaini, akawa yuko radhi kupoteza hatima yake. Akasema, niko katika hali ya kufa, hii haki ya mzaliwa wa kwanza itanifaa nini? Kwa nini kapoteza tumaini? Haoni tena kwamba kuna uhai hapa, haoni tena hapa kuna chemichemi ya uzima. Tumaini limekufa kwenye maisha yake. Sasa ni hatari sana mtu kufikia hatua ya kupoteza tumaini kwenye maisha yake. Haleluya. Na Mungu huwa yuko tayari kutusaidia. Ile anapofikia hatua anaona kwamba hatuna tumaini tena, inamuia ngumu, inampa ukakasi, anashindwa kufanya vitu kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu tumepoteza tumaini. Haleluya. Kwa katika maisha yako zingatia kuhakikisha ya kwamba ndani yako kunakuwa kuna tumaini, kunakuwa kuna uhai, kunakuwa kuna kuona kuwezekana. Haleluya. Kuona unaweza. Paulo anasema kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ndugu zangu, hakuwa katika nguvu, alikuwa yuko gerezani, alikuwa kwenye changamoto, alikuwa kwenye shida. Yaani wakati wewe unasema ya kwamba nitakuwa na matumaini nitakapokuwa na fedha, nitakapokuwa na 1 2 3, nitakuwa na matumaini nikiwa na afya kubwa. Hapana. Kristo anakutaka uwe na tumaini katika hali ulionayo. Maana ukishapoteza tumaini, shetani anakuwa rafiki yako, anakukaribia kwa haraka mno, na huwa anasubiri katika zile pointi ambazo matumaini yanakuwa yamepungua. Haleluya. Namwona Yusufu kwa katika hali ambayo tumaini lake pale la kazi linaelekea mwisho. Yule mama akasema, usipolala na mimi, maana yake hatima yako inakufa. Haleluya. Mwingine angesema kwamba yani maisha yangu watu walikuwa wananiheshimu, watu walikuwa wananiona boss, leo hii kwa sababu ya kitendo cha dakika 10 nipoteze hatima yangu. Hapana. Kwa nini? Tumaini pale limeondoka. Lakini Yusufu akaishi katika tumaini. Akasema, yani hata kama nitaondolewa mahali hapa, lakini ndani yangu bado ninajua mteteji wangu yu hai. Hata kama wataniona ni mdhaifu, hata kama wataniona sifai, lakini ndani yangu ninalo tumaini la ushindi. Haleluya. Paulo anasema sisi ni washindi na tunashinda zaidi ya kushinda. Ni tumaini katika hali ambayo unaona hakuna kuwezekana. Tumaini ndani yako linakuambia kuna kuwezekana, kuna kushinda, kuna kuyaweza mambo. Haleluya. Kwa naangalia story moja, kijana mmoja, mtoto mmoja mdogo tu, mama yake alikuwa ni mgonjwa hospitalini, naumwa sana. Kale katoto nika kijana tuseme kama miaka 10 na kitu hivi, kakaenda kuosha magari kama tunavyoona vile babali vinaosha magari. Kwa hiyo kule Ulaya kuna yale mabarafu sana, matheruji yale. Kwa hiyo mtu akipaki gari kidogo tu unakuta yameshajaa mengi. Kwa hiyo yule mtoto akawa kazi yake ndio hiyo, anakaa pale kwenye magari yale. Mtu akitaka kuondoka kanaenda kanasukuma yale mabarafu kwenye kioo, basi. Kakipata hela kanaenda hospitalini kule, kanampelekea mama chakula na nini. Bili hospitalini ikawa ni kubwa. Kwa hiyo inabidi kahangaike kufanya kazi hiyo sana. Sasa kamaenda kule, siku moja kakasafisha gari ya tajiri mmoja. Akamwambia, unafanya nini kwenye gari yangu? Akasema, nasafisha tu ili nipate hela kwa ajili mamangu ni mgonjwa. Umeona? Akamwambia,
akakapa hela kidogo. Alipokapa hela akadondosha pete ya thamani kubwa, yani ya thamani kubwa, yani ukipiga hesabu ni kama tuseme labda milioni 20 hivi ile pete. Alivyoidondosha, of course inazidi milioni 20 kwa ile hesabu aliyoandika pale. Ni kama walisema dola milioni 500 kama sikosea. Yani ni hela kubwa. Umeelewa? Kwa alivyodondosha makusudi ili kale katoto aone, je, kataichukua kaseme kwamba Mungu amejibu hitaji la moyo wangu, kaiuze kamsaidie mama, au kataonesha uaminifu kairudishe. Haleluya. Kwa hiyo kale katoto kalivyoichukua, kaka yone ile gari ndoka, kakaenda kanapiga makofi, kanamuita, si mama umedondosha. Akaondoka yule bwana. Haleluya. Kakaichukua kaenda nayo hospitalini kwa mama yake. Ile hela alionayo kakalani pale, daktari anakuja pale anagomba, hamlipi bili sijui nini na nini. Umeona? Sasa kakamwambia mama yake, huyu mtu kuna tajiri mmoja amedondosha hii pete, fanyaje sasa? Tukaiuza tupate hela au tufanye nini? Kakaenda kwenye duka la nani wanaonunua madini. Nilifika pale, kakamuuliza hii pete ni shilingi ngapi? Akaambia hiyo hela aliyotaja. Hela kubwa hivi. Yaani hela hii naenda nalipa bili, nikishamaliza kulipa bili tunaondoka na mama yangu, tunaenda tunakula maisha. Bili yote hospitalini na ishi. Haleluya. Kakatoka pale akasema mama nani, kasema bibi yake, of course. Akasema bibi aliwahi kuniambia kwamba nisichukue kisicho cha kwangu. Kwa kakatoka nayo pale, kakaanza kumtafuta yule bwana. Kakapata taarifa kwenye kwa sababu alikuwa ni mtu maarufu. Nani kama unamfahamu, labda tuseme labda unamjua Mo Dewji. Kwa hiyo kumtafuta ni rahisi, unajua ofisi yake ni wapi. Kakaenda kwenye ofisi ya huyo bwana. Alipofika pale mapokezi, kakamkuta dada pale reception. Kamwambia bwana, nimemletea bosi hichi kitu aliyekiangusha. Yule dada alivyokifungua kaona, hela yote hii. Kamwambia, ina shida wewe, nenda. Yule dada akachukua kwenye mkoba, akabandika na barua ya kuacha kazi. Muujiza. Kaacha kazi, akapata hela. Kwa hiyo maisha yamebadilika sasa. Kwa hiyo bosi yule akakutana na kale katoto, akaenda kule kwenye, akapaki gari kule. Akakuta kule kanaosha. Akaambia, wewe unatuigizia hapa wewe, si umechukua pete yangu ya thamani na nini afu paka leo bado unaosha magari? Kakamwambia, nilirudisha. Ulirudisha? Urudisha wapi? Nileta ofisini kwako nikamwachia dada wa kazi. Bosi akasema okay. Akajua yule dada wa kazi kuchukua. Kwa hiyo bosi anarudi kule, akuta kafika tu pale anaangalia dada wa kazi, kumbe alishaandika barua ya kuacha kazi. Mapokezi hakuna tena mfanya kazi. Kaambia huyu ameandika barua juzi ya kuacha kazi. Akasema nimeshajua leo chukua. Kuangalia kwenye kamera wakaona kweli kale kakijana kalikuja. Maona. Kwa hiyo sasa bosi ikabidi aende kwa yule mtoto hospitalini. Kaenda pale kalipo kanaosha nani yale. Akaenda nako hospitalini, mama ndio huyu hapa, mama huyu hapa na nini. Yule bwana akalipia pale hospitalini. Maona. Baadaye wakakutana yule kijana na yule dada, yule aliyekuwa anafanya kazi kwenye ile kampuni, kwenye lile duka ambalo yule kijana alienda kuulizia bei, yule dada ndo ametoka pale kukiuza kile kitu. Ndo akakutana pale. Akasema nimekujua, kumbe wewe ndo umeichukua. Sasa alivyoona vile, yule dada akafanya njama, akagonga na gari kale katoto ili kuficha ushahidi. Kamgonga pale chini. Unaona, sasa bahati nzuri ni kwamba yule bosi mkubwa akawa ashajua, akawa sasa nakafuatilia. Akakuta kamegongo, akamepeleka hospitalini pale, kanatibiwa, akalipia matibabu, akaanza kufuatilia kumtafuta yule mtu. Lakini baadaye mwisho wa siku ni kwamba yule mama alivyomaliza kutibiwa akaenda kupewa kazi kwa huyo tajiri. Yule kijana akapelekwa kusomeshwa shule. Haleluya.
Kwa hiyo hapo unaweza kuona ya kwamba huyu kijana na mama yake walikuwa wako katika mazingira ambayo hawana matumaini, kwa sababu mama anaumwa, wako hospitalini, wanahitaji fedha. Haleluya! Sasa imetokea fursa ya kupata fedha kubwa, lakini sio ya kwako. Haleluya! Mimi ninajua katika ulimwengu tulionao tunasema kwamba ni Mungu ametenda muujiza kwenye maisha yangu, maana haikuwa rahisi si ndivyo watumishi wa Mungu? Kwa hiyo wakati unafurahia ule mkate hujui ishara ilikuwa inasemaje. Yule kijana siri aliyogundua ni kwamba hichi kitu ambacho ninakipata kinatibu tatizo la sasa hivi tu, lakini nina uwezo wa kuwa na matumaini juu ya mama kule hospitalini kwamba anaweza akapata nafuu na nitapata hii fedha ya kuilipa. Nikatunza uaminifu wangu. Haleluya! Kwa sababu tumaini likishapotea uaminifu unakufa. Tumaini likishaondoka uaminifu unaondoka, kwa sababu unajua hapa itakuwaje. Wameshakwambia hii, ili upone unahitaji milioni 10, na ili upate milioni 10 inabidi pale unapokaa labda ni kiwanja cha mtu uuze ili upate milioni 10. Haleluya! Shetani atakwambia we uza tu, baadaye utatafuta hela utamrudishia. Lengo ni nini? Uvunje uaminifu, kwa sababu tumaini halipo. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anaangalia mtu ambaye anatumaini ndani yake, anajua ya kwamba hata kama leo sina hela ya kumlipia mama, lakini bado hichi kitu sio cha kwangu, ninapaswa kutunza uaminifu. Haleluya! Faida ambayo unakuja kuipata baadaye ni kwamba sio kwamba vyombo vikiisha tu, mafuta yakiisha kwenye vyombo maisha yako yameisha. Hapana, ila unapata maisha endelevu. Haleluya! Baraka isiyo na majuto, baraka isiyo koma. Haleluya! Ezra 10:2. Angalia hapa, Ezra alikuwa anapitia kwenye changamoto, taifa lake la Israeli limemkosea Mungu. Ezra sura ya 10:2. Hawa watu walikuwa wamemkosea Mungu, wameshaingia sasa na zinaa, wameoa watu wa mataifa. Haleluya! Kwa Ezra ameomba vya kutosha kwa huzuni kwa Mungu, amelia, amepoteza tumaini kwamba je, hawa watu wanaweza kubadilika? Kweli hawa watu Mungu atatupa adhabu kiasi gani? Maana tumemkosea Mungu. Alisema tusioe watu wa mataifa, lakini sisi tumeoa watu wa mataifa. Matumaini hayapo, kinachofuata ni adhabu, maana tumeshashuhudia ndugu zetu waliotutangulia mambo aliyowapata. Anasema hivi mstari wa 2, anasema hata Shakinai na mwana wa Yaeli, mmoja wa wana wa Elam, akajibu akamwambia Ezra, sisi tumemkosa Mungu wetu, nasi tumeoa wanawake wageni wa watu wa nchi hizi. Haleluya! Huyu ni mtu ambaye ametambua kwamba amemkosea Mungu, amefanya makosa. Na wako watu wengi sana ambao wanamkosea Mungu, wanajua wamemkosea Mungu, ila wanakosa tumaini. Kinachotokea ni mtu ambaye anaona mimi ni wa kukataliwa tu. Kweli nimefanya dhambi hii, Mungu hawezi kunisamehe. Haleluya! Anaamua kuondoka kabisa na anaacha ibada, anaacha wokovu. Kwa nini? Alikosa tumaini. Na bahati mbaya ni kwamba unapokuwa umekosea, watu wanainuka wa kanisani na nje ya kanisa. Sasa tunamjua huyu mtu amefanya dhambi 1, 2, 3, kila unapopita wananyosha vidole. Ila yule alikuwa anafanya mlokole yule yule. Kwa hiyo ukigeuka tu hivi unakutana na kidole yule. Haleluya! Tumaini linapotea. Tumaini likishapotea, unaona kabisa kwamba kama tu watu wa Mungu hawanikubali, basi Mungu anikubali kabisa. Haleluya! Kwa hiyo ukienda kwa walevi utakuta kuna mtu ni mlevi sana. Kwa nini? Alianguka katika dhambi, akapoteza tumaini. Kuna mwingine alipoteza kazi, alipoteza mke, alipoteza mme,
kuna kitu kilitokea kwenye maisha yake, kile kitu kimemfanya amepoteza tumaini. Hajioni kuwa tena ni mtu. Kwa hiyo anajiona ni afadhali tu kama nife. Ni afadhali hao ambao wanabaki tu wanakuwa ni walevi, kuliko yule ambaye anaenda anachukua kamba anajiua. Kwa nini? Kapoteza tumaini kwenye maisha yake. Haleluya. Kwa hiyo wanasema huyu mtu bwana, ya kwamba kweli tumemkosea Mungu, lakini kungaliko tumaini kwa Israeli katika jambo hili. Haleluya. Hili ndio jambo la muhimu kwenye maisha yako. Anasema lakini kungaliko tumaini. Lipo tumaini. Pamoja na kwamba unaweza kufikia hatua unaona kabisa hapa kwa kweli neema ya Mungu imenipungukia. Haleluya. Lakini liko tumaini. Iko namna ambayo Mungu atainuka. Anasema mtu utakapokatwa, lipo tumaini ya kwamba utachipuka tena. Haleluya. Kwa hiyo kamwe katika maisha yako ukitaka Mungu akuachilie neema ya ongezeko kwenye maisha yako, kuna mazingira ambayo utapitia, tumaini litakuwa linaonekana kama linaenda kupotea. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Alifika katika hatua ambapo hakuna tumaini. Sio marafiki, sio mke, sio mali, sio afya. Vyote vimepotea. Lakini ndani yake alikuwa na tumaini. Kitendo cha yeye kuwa na tumaini ndani yake, neema ya ongezeko ikamfanya akaongezewa maradufu zaidi alivyokuwa navyo mwanzo. Haleluya. Kwa Ezra anatufundisha ya kwamba liko tumaini katika maisha yetu. Ndio maana ukisoma kwenye Isaya nadhani 1:19 mpaka 20 pale, anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, yaani ujapokuwa unaonekana haufai kabisa kwenye maisha yako, lakini Mungu yeye ni Mungu wa rehema, analo tumaini kwake ya kwamba atakurehemu, hata kuhesabia tena mabaya, utakuwa mweupe kama theluji. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu liko tumaini. Kwa kwenye maisha yako mpendwa, kama mtu aliyeamini, ongezeko linahitajika kwenye maisha yako pale ambapo utajenga kuwa na tumaini kwenye maisha yako. Haleluya. Siku moja Yesu alikuwa amepita sehemu moja kwenye Marko sura ya 10:46 mpaka 52. Unakuta habari ya Bartholomayo kipofu. Alikuwa analia, Yesu mwana wa Mungu ni rehemu. Anatamani kupokea ponyaji. Haleluya. Pamoja na kwamba watu walikuwa wanamzuia, usipige kelele, tulia. Mtu wa Mungu yule ana majukumu yake, ana shughuli zake, acha kelele. Haleluya. Lakini alijua bado liko tumaini katika Kristo. Pamoja na kwamba wananizuia, pamoja na kwamba wananisema vibaya, pamoja na kwamba wanaona siwezi, lakini ninalo tumaini katika Kristo. Haleluya. Tumaini ndani yako linatakiwa lisiondoke, kwa kuwa tumaini ni moja ya misingi ya kupokea ongezeko kwenye maisha yako. Haleluya. Siku moja Petro pia ametoka kuvua samaki. Usiku kucha anasema wamekesha, na samaki wanapatikana usiku, kwa sababu usiku ni giza. Kwa hiyo akiwasha tochi wale wavuvi, samaki wanafuata ule mwanga. Haleluya. Hiyo ni tekniki ya wavuvi kwenye kuvua samaki. Kwa hiyo mchana haiwezekani. Haleluya. Sababu mchana ni mwanga wote upo. Kwa hiyo huwezi kuona wavuvi mchana wameenda kuvua samaki. Haleluya. Amen. Petro ameenda usiku kucha na tochi zao, katikati ya bahari wametweka huko kilindini, lakini hawakuona kitu. Matumaini yamefanyaje? Yamekufa. Haleluya. Anasema kwa neno lako Kristo nitashusha nyavu. Maana yake nini? Nina tumaini jipya. Mwanzo nilikuwa ninatumainia tochi. Mwanzo nilikuwa natumainia akili za wanadamu. Nilikuwa ninatumainia jitihada za wanadamu. Natumainia elimu ya wanadamu. Lakini kumbe tumaini liko katika ulimwengu wa roho. Nimeshajua. Kwa neno la Kristo, ama kwa neema ya Kristo, kwa neema ya Mungu, kuna mambo yasiyowezekana yanawezekana. Kuna mambo ambayo akili ya binadamu inakataa
Kwa mfano hilo la Petro, akili ya binadamu inakataa. Wewe jaribu, unaenda kavue samaki mchana, kila mtu atakushangaa sema, we, unaenda kuvua samaki mchana kweli? Uliona wapi? Haleluya. Lakini kwa sababu neema ya Mungu imehusika, neema ya Mungu imefanyika, maajabu yanatokea. Jambo lile linatokea kuwezekana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na jambo la mwisho ni upendo. Mambo haya matatu yanakufanya uweze kuwa karibu na ongezeko katika maisha yako. Haleluya. Lazima uwe mtu ambaye kwanza unaishi kwa imani, sio kwa msisimuko na hisia, sio kama mtoto mchanga. Lazima pia uwe ni mtu mwenye tumaini, mtu usiye na mashaka, usiye na hofu, sababu hofu ni mlango wa shetani kufanya kazi. Haleluya. Kwa mfano Yesu alivyotoka kufunga, ametoka kufunga, shetani anaenda kumjaribu pale, anajaribu kutengeneza hofu, kuondoa tumaini. Haleluya. Anamwambia badilisha jiwe hili liwe mkate, kwa sababu anamwambia wewe huna chakula. Alafu akitoka pale anamwambia sasa sikiliza, mimi ukinisujudia nitakupa fedha na mali. Anatengeneza hofu ya kwamba huna fedha ya kufanya huduma. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Maana Yesu alikuwa ametoka pale ndo anataka aende kuanza huduma. Sasa muda huo lazima awe na fedha ili huduma ifanyike. Haleluya. Kuna sisi anakuja, shetani anaweza kuja kwenye maisha yetu hapa, anaangalia tumaini hawana. Anafika anaambia sasa sikilizeni, mimi nataka tuende 1, 2, 3. Tunamtangaza Yesu sawa, lakini nataka huduma yenu ikue kwa haraka. Kwanza kabisa tunafanya uwekezaji, tunatafuta eneo kubwa, tunalinunua, tukodishi, tunajenga jengo kubwa. Haleluya. Lakini ibada itaenda kwa nani? Haleluya. Kwa Yesu anakataa kuonekana hana matumaini. Anasema wewe umekuja kuniletea hofu. Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Umekuja kuniletea hofu ya kwamba huduma yangu itakuwa ngumu kwa sababu ya uchumi? Hapana. Haleluya. Amina. Kwa hiyo upendo ni jambo la tatu katika mambo matatu ambayo yanavuta ongezeko kwenye maisha yako. Na kumbuka katika Wakorinto wa kwanza sura ya 13 ambayo tulikuwa tunaisoma mstari wa 13, inaanza kwa kuelezea namna ambavyo Paulo mwanzo alikuwa kama mtoto mchanga, lakini sasa amekuwa ni mtu mzima, na anajaribu kuonyesha kwamba utu uzima ni nini. Utu uzima ni kuwa na nini? Anasema namna ya kufikiri, namna ya kusema na namna ya kuishi, ufahamu. Haleluya. Na hapa chini anatuelezea kuna mambo matatu ya muhimu ambayo hayo ukiwa nayo ndani yako yanathibitisha ukuaji ndani yako. Cha kwanza, imani. Nikamwambia imani sio msisimuko. Imani ni uelewa na ujuzi juu ya Mungu. Haleluya. Halafu nikawaambia pia tumaini, lakini pia anasema na upendo. Haleluya. Na ukisoma huko juu utakuta sasa anaelezea upendo. Mwanzoni pale anaelezea namna upendo ulivyo. Anasema nijapotoa mwili wangu uungue kwa ajili ya watu, au nijapotoa vitu vyangu vyote kusaidia maskini. Haleluya. Kama sina upendo ni bure, si kitu mimi. Si watumishi wa Mungu? Ingawa tunajua kuwapa maskini ni upendo, au sio? Si ni kweli? Lakini mbona anasema kwamba unaweza ukatoa vitu vyote kuwapa maskini, alafu mbinguni kaonekana upendo hauna? Haleluya. Upendo, wapendo wa watumishi wa Mungu, ambao ndio unaothibitisha amri kuu, ambao wanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako zote na roho yako yote. Halafu mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndivyo tunavyojua hizo ndo amri za Mungu. Haleluya. Lakini anasema saa inakuja ambao waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Upendo unatafsiriwa na kweli peke yake, kwa sababu upendo na unafiki vinafanana. Haleluya. Upendo na unafiki vinafanana, ila tofauti inapatikana pale ambapo kweli itahusishwa. Haleluya. Ndio maana kusoma kwenye Mathayo 7:21 anasema ya kwamba si kila nitaye Bwana Bwana
atakayepata ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu. Hapo chini anasema ya kwamba wengine watasema tulitoa pepo kwa jina lako, tukafanya miujiza mingi kwa jina lako na kadha kadha. Hapa anasema tokeni huko, kwa sikuwajua ninyi. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe unaweza kuwa unasaidia watu lakini una upendo. Nilikuwa sijajua. Halafu kumbe unaweza kujitoa maisha yako kwa ajili ya kazi ya Mungu halafu una upendo. Haleluya. Yaani unaweza kuwa una uwezo wa kunena kwa lugha. Anasema nijaposema kwa lugha za malaika. Yaani ninaweza kuwa nabii, ninaweza kunena kwa lugha, ninaweza kuwa na upako wa kutosha, halafu nikawa sina upendo. Hivi inawezekanaje? Najiuliza. Haleluya. Nikushangaze. Upendo unaweza kukufanya wewe mchoyo. Hivi ni kweli? Yaani mtu anaweza kuwa ni mchoyo afu ana upendo? Haleluya, watumishi wa Mungu, mnanielewa? Yaani nina upendo lakini ni mchoyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Najaribu kuonesha namna ambavyo sisi wanadamu tunaweza kutafsiri upendo, namna ambavyo sisi wanadamu tunaweza tukatafsiri upendo ni nini. Kwa lugha hiyo hiyo shetani ndo anaitumia kutufanya tutafsiri maandiko kutokana na mitazamo yetu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kitendo cha kutuambia kwamba kuna mtu anaweza akatoa mali zake zote awape wanadamu alafu hana upendo, sisi wanadamu hatuwezi kukubali. Kwanza hatuwezi kuamini, kwa sababu tunajua mwenye upendo ni yule anayetoa vitu. Haleluya. Lakini nakwambia ukweli, upendo unaweza kukufanya uwe mchoyo. Upendo utakufundisha usitoe. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Ndio anachokifanya Mungu. Mungu anatupenda, lakini kuna vitu hatupi kwa sababu ya upendo, kwa sababu upendo unafanya mapenzi ya Mungu. Upendo unatembea katika kweli ya Mungu, kwa sababu kweli ya Mungu mwisho wa siku inaangalia matokeo, kwamba huyu mtu nikimpa hichi kitu kitatokea nini. Siku moja nikiwa kule kwenye huduma Geita, ndo cheti hiyo walinipa kama zawadi. Haleluya. Mungu ananikumbusha kitu hapa. Alipita mtu mmoja alikuwa na shida ya kuwasha sigara. Kwa hiyo tumekaa nje pale, ni kijijini, wamewasha jiko la kuni wanapika. Kwa hiyo moto ulikuwepo. Akasema ninaomba moto niwashe sigara yangu. Mama mchungaji akasema moto tunao, lakini moto wetu sio kwa ajili ya kuwashia sigara. Haleluya. Sasa wewe unaonaje? Mama alikuwa na upendo kwa yule mtu au hakuwa na upendo? Lakini ni mchoyo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usipoelewa mapenzi ya Mungu na upendo ni nini, kuna mtu atakuja kukuomba panga kwa ajili ya kwenda kumkatia mke wake na ukampa ili usionekane mchoyo. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Ili uonekane una nini? Una upendo. Lakini upendo ni maana yake ni kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema hivi, katika yote lililokuu ni upendo, sababu upendo ndo amri kuu ya Mungu, na amri kuu ya Mungu ni kutembea katika mapenzi ya Mungu. Basi haleluya, naelewa watumishi wa Mungu. Nje ya mapenzi ya Mungu hakuna upendo. Nje ya mapenzi ya Mungu hakuna upendo, sababu upendo sio kufurahia jambo. Upendo ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Haleluya, naelewa watumishi wa Mungu. Soma maandiko utakuta kuna sehemu moja Paulo alikuwa na shauku ya kwenda kuhubiri. Yaani alikuwa anatamani, anapenda aende kuwahubiria wale watu, lakini anasema Roho Mtakatifu alinizuia. Kwa hiyo mtampigia simu mtu aje kufundisha kwenu hapa, aje afanye 1 2 3, Roho Mtakatifu atamzuia. Kwa nini? Haji sio kwa sababu anadharau,
au kwamba hawapendi, ila haji kwa sababu ya upendo ndani yake. Anajua kwamba nikienda pale siku moja kwa naangalia kwenye mitandao ya kijamii, mchezaji mmoja anaitwa Ronaldo maarufu sana. Sasa kuna mchezaji mmoja alikufa, yule Ronaldo akawa hajaenda, watu wakasema haendi kwenye misiba ya wenzake na nini na nini. Haleluya. Akasema pointi moja nzuri sana, akasema mimi sijaenda pale sio kwa sababu sipendi, ila nimeenda kwa sababu nampenda aliyefariki. Nikienda pale msiba utabadilika kuanza msiba kwanza kunifuatilia mimi. Haleluya. Sasa mimi ni maarufu, nikienda kwenye hilo tukio, watu waliokuwa wanalia kwamba marehemu amefariki, badala waanze kufikiria yule marehemu, wanaanza kufikiria amekuja yuko wapi? Ndo yule, msiba upo huku, ila watu wanasema ndo yule. Haleluya. Kwa hiyo dunia itakwambia huyu mtu amefanya 1 2 3, lakini kiuhalisia kumbe pale alichokifanya ameonyesha pendo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo upendo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako, na ni kitu ambacho kinavuta baraka za Mungu. Wako watu ambao walimpenda Mungu na Mungu akawapa ongezeko. Kwa mfano kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Tunakaribia kumaliza watumishi wa Mungu. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8. Na hili somo nimeliandaa asubuhi wakati tunakuja, kama dakika 15 tu, maana nilikuwa najua anakuja kuhubiri mama. Haleluya. Lakini nashangaa limekuwa refu. Haleluya. Wafalme wa Pili 4 mstari wa 8 na kuendelea, unakuta stori ya mwanamke Mshunami. Mwanamke huyu alikuwa na shida, alikuwa na uhitaji wa kuwa na mtoto. Haleluya. Ingawa hatujaambiwa kwamba alikuwa na uhitaji wa kuwa na mtoto, lakini tunajua walikuwa na maisha yao mazuri tu, lakini hawana mtoto. Na bahati nzuri ni kwamba walimfahamu mtumishi wa Mungu Elisha, kwa kuwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa anafanya huduma mara kwa mara. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke alivyokuwa anamuona Elisha akienda kufanya huduma sehemu, akipita pale akawa anamuona anapita mara kwa mara. Na kwa kuwa Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu, huyu mama alikuwa anajua kwamba Elisha alikuwa anaombea watu wanapona, alikuwa anafanya vitu vikubwa vya kimungu. Hakumfuata Elisha akamwambia ninaomba uniombee nipate uzao. Haleluya. Ila alivyomwona Elisha, yeye ndani yake hakuwa amejazwa mahitaji, alikuwa amejazwa upendo. Akamwambia mtumishi wa Mungu Elisha, ukija kufanya huduma huku, naomba wewe unapita nyumbani kwangu unakula. Haleluya. Ngoja nirudie tena. Huyu mtumishi wa Mungu Elisha ni mtumishi wa Mungu mkubwa, anafanya mambo makubwa. Huyu mama hana mtoto. Kwa hiyo tukimpa fursa ya kukutana na mtumishi wa Mungu, tulitarajia jambo la kwanza angeenda akapiga magoti kwa Elisha pale, baba naomba uniombee uzao. Haleluya. Lakini tunamwona huyu mama alivyomwona mtumishi wa Mungu hakukimbilia kumuelezea mahitaji yake. Kwa kifupi ni nini? Ndani yake hakuwa kumejaa mahitaji, ila ndani yake kulikuwa kumejaa upendo. Kwa hiyo kilichowahi kutoka, Kristo anasema kimtokacho mtu ndicho kijazacho moyo wake, si ndio? Kwa kilichowahi kutoka kwa yule mama ni upendo, ukarimu. Akamwambia Elisha, nakuomba ukiwa unakuja kuhudumia watu wako huku, basi uwe unapita nyumbani unakula chakula. Haleluya. Baada ya muda akasema kwa nini anakuja tu anakula chakula, lakini huenda huwa wakienda kulala analala labda gesti au analala mazingira fulani ambayo sio mazuri. Akamwambia mme wangu tumjengee chumba huyu mtumishi wa Mungu, ili siku anapokuja huku kwetu kutembelea kwa ajili ya huduma huku, afikie basi hapa kwetu ale chakula na alale. Haya yote wanayoyafanya wapendwa, sio mambo yaliyofanyika ndani ya wiki moja. Maana yake ni miaka inatembea hapo. Na wakati huo wana shida hawa watu, hana mtoto, lakini wamefanya yote hayo. Siku moja Elisha anamuuliza Gehazi, hivi huyu mama huyu unavyomwona ana uhitaji gani? Kwa nini? Kwa sababu kila huyu mama kichoko ndani yake ni upendo. Kwa hiyo hata sisi wenyewe hatusikii masikioni mwetu wanatuambia ninahitaji 1 2 3.
Haleluya. So wataka Mungu aguse maisha yako, wataka Mungu achilie ongezeko. Inatakiwa Mungu akikutazama, yeye ndo anaanza kuumiza kichwa, mwanangu anahitaji nini? Naelewa watumishi wa Mungu. Elisha na Gehazi, anamuuliza Gehazi, hivi huyu mama anahitaji nini? Kwa sababu kwa kweli sisi na watumishi wa Mungu tunakuja hapa, tunaenda kuhudumia watu wahitaji. Tukija kwake yeye anatupa chakula, ametutengenezea na kitanda, ametuwekea na meza na taa. Haleluya. Hatuambii hitaji. Haleluya. Jambo hili ni gumu kwenye kanisa la sasa hivi. Ndio maana Roho Mtakatifu anasema anaugua, analia, anatuonea wivu. Yeye ana shauku, natamani niachilie kitu fulani kwenye maisha yenu, kwenye kanisa lenu, lakini napata ugumu kwa sababu ya utoto ulioko ndani yenu, ufahamu. Haleluya. Kwa sababu mkipata nafasi tu ya kukutana na Mungu, kwa mfano kama Suleiman alipopata nafasi ya kukutana na Mungu, akaambiwa omba lolote utakalo. Kumbuka wakati Suleiman anakutana na Mungu, alikuwa hajaenda kuomba, alikuwa hajapeleka mahitaji, alipeleka moyo wa ibada, wa shukurani. Akatoa sadaka za kutosha, akatoa ibada yake kwa Mungu. Ndipo Mungu akamuuliza omba lolote utakalo. Haleluya. Kwa kuwa alikuwa ametanguliza ibada mbele kabla ya mahitaji, kile kitu kinamfanya Mungu aanze kutafuta huyu mtu anahitaji nini. Hii inasema kwamba Mungu hujishughulisha sana na mambo yetu, na kwamba hutweka fedha zetu. Jambo lile linazaliwa na kile ulichokijaza ndani yako. Umejaza nini kwa Mungu? Upendo. Upendo huu ukamfanya huyu mama akapokea uzao, lakini halikuwa hitaji lake, lakini alikuwa anaonekana ana upungufu wa mtoto, lakini kwa sababu alitanguliza upendo, Mungu akajishughulisha, akamwongeza. Haleluya. Ndivyo ambavyo Mungu anataka kufanya kwenye maisha yetu. Akitutazama tuone kwamba leo tumekuja kanisani Mungu ni kwa sababu tunakupenda. Leo hii tunakuja kushuhudia matendo makuu hapa mbele ni kwa sababu tunakupenda, sio kwa sababu umefanya 1 2 3. Sio kwa sababu leo nilikuwa nife njaa, lakini ghafla nikashangaa tu natoka nje nakutana na kipande cha mkate. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunakupenda kwa sababu ndani yetu tumejawa na moyo wa upendo, sio kwa sababu tumejawa na mahitaji. Haleluya. Ndicho kilichotokea kwa Sara. Sio Sara, of course, Hana. Mwanzo alikuwa amejawa mahitaji ndani yake, kwamba nahitaji nipate mtoto ili mke mwenza na yeye aone na mimi nina mtoto, lakini baadaye akabadilisha. Haleluya. Na tutamalizia na huo mstari wa Hana. Of course kuna habari pia ya Ibrahim. Ibrahim alifikia hatua akawa na upendo kwa Mungu, kwa sababu kwanza alikuwa anasaidia watu, alikuwa anaishi na watu wengi, alikuwa na jamii kubwa. Ibrahim aliweza kumsaidia hata Rutu kuokolewa kwa sababu ya upendo aliokuwa nao. Haleluya. Na hapa tunamwona katika Ibrahim Mwanzo 22:16 mpaka 18. Baada ya Ibrahim kukubali kumtoa Isaka, tunaona Mungu sasa anamwambia Ibrahim, kwa sababu ulikuwa tayari kumtoa Isaka, kwa kukubariki nitakubariki, kukuzidisha nitakuzidisha, uzao wako utakuwa kama mchanga, kama nyota. Yote hayo yanazaliwa baada ya upendo kuthibitishwa. Haleluya. Kwa kabla sijakwambia Bwana atakubariki na kukulinda kama sijakwambia Mungu atakuzidisha, uzao wako utakuwa kama mchanga, kama nyota wa angani, ndivyo ambavyo Mungu atakubariki kwenye maisha yako. Kwanza unatanguliwa upendo, unathibitishwa upendo. Kwa Abraham, yote haya yanakuja kutokea baada ya kuthibitishwa kwamba kweli anampenda Mungu. Haleluya. Mtu mwingine ambaye pia naye alipata nyongeza, neema ya kuongezeko, ni Dorcas. Matendo 9:36. Dorcas au Tabitha
ambaye alikuwa ameshakufa, lakini kwa sababu neema ya ongezeko ilikuwa kwenye maisha yake kwa kile ambacho alikifanya kwa watu aliokuwa anaishi nao, wale wajane. Maandiko anasema alikuwa akiwashonea nguo wajane. Dorcas alikuwa anafanya kazi ya nguo, kwa alikuwa anashona nguo anauza, lakini kuna nguo zingine alikuwa anashona anawasaidia wajane wahitaji. Ule upendo aliokuwa nao kwenye maisha yake ukampa nyongeza ya maisha, nyongeza ya uhai. Haleluya! Kwa na sisi Mungu anatupa nyongeza ya uhai, ongezeko la kiumri kwa sababu ya upendo ambao unakuwa ndani ya maisha yetu. Haleluya! Bwana asifiwe. Sasa tumalizie hapa kwenye Samueli Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3. Tumalizie hapo ili tuweze kumwomba Mungu sawa sawa na andiko letu kuu la Yakobo 4:6 ambalo maandiko yanasema yeye hutujalia sisi neema iliyozidi, neema yenye ziada, yenye ongezeko. Na neema hiyo inavutwa na unyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Sio kusema kwamba ninanyenyekea sana Baba. Unyenyekevu ni maisha ya imani yenye tumaini na yenye upendo. Haleluya! Kwa kabla hujazungumza, maisha yako yanatamka wewe ni nani, ni mnyenyekevu au una kiburi. Haleluya! Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 anasema msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu. Haleluya! Ni Hana ndo anazungumza hapa. Haleluya! Hana anatufundisha ya kwamba, wapendwa, pamoja na kwamba Mungu alimjibu Hana, unaona moyo wa Hana ulivyokuwa umefinyangwa, umepondeka mbele ya Mungu. Hana hasemi tena kwamba ni kwa sababu niliomba sana nikafunga sana nikashinda kanisani ndio maana Mungu amekuja kunipa huyu mtoto anaitwa Samueli. Na ni kwa sababu hiyo watoto wa Penina hawajulikani, ila mtoto wangu Samueli anajulikana. Umuoni Hana anajisifu hivyo? Huoni Hana anaona kwamba ile ni sifa kwake, ila moyo wake ulipondeka mno. Mwanzo alikuwa anatamani apate mtoto ili amwonyeshe mke mweza kwamba na mimi nina mtoto, lakini baada ya kukutana na Mungu, baada ya kukutana na nguvu ya Mungu kwenye maisha yake, moyo wake ukapondeka, moyo wake ukabadilishwa, Roho wa Mungu akaishi ndani yake. Haleluya! Mawazo na fikra za Hana zinabadilika. Awamu hii Hana anatuambia ya kwamba, ndugu zangu, msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, msizidi kunena kwa kujisifu, majivuno yasitoke vinywani mwenu. Anasema kwa kuwa Mungu ni Mungu wa maarifa na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Haleluya! Mungu ni Mungu wa maarifa. Haleluya! Halafu anasema matendo hupimwa na yeye. Yaani Mungu ndio anayepima ya kwamba wewe umesubiria sana mtoto, wewe umeteseka sana kwenye hitaji lako, wewe umeomba sana, wewe umetoa sana. Kwa mfano mzuri, siku ile Yesu Kristo yuko madhabahuni pale, watu wakatoa sadaka vya kutosha. Akili za wanadamu na macho ya wanadamu yakaona kwamba wale matajiri wametoa sana. Kipimo cha Mungu ambacho yeye ndo huwa anakipima, akakipima akasema, huyu mama mjane alitoa senti 2, sio 50, sio ni 2, ndiye aliyetoa zaidi kuliko wote. Kwa nini? Hicho ndicho kipimo cha Mungu. Haleluya! Kwa hiyo kwenye maisha yako mpendwa, Mungu akitaka kufanya jambo kwenye maisha yako, kwanza anakutaka uwe na moyo wa unyenyekevu, moyo usio na majivuno, moyo uliopondeka ndani yake. Unatumaini juu yake, una imani juu ya uweza wake na uelewa juu ya uweza wake, lakini umetanguliza upendo. Haleluya! Moyo uliotanguliza upendo hauna ujivuni. Hauwezi kumkuta mtu yuko kwenye changamoto ambayo umeshawahi kuipitia wewe, halafu ukaanza kujivuna ya kwamba unajua hata mimi nilikuwa sina kazi kama wewe, lakini mimi nilikuwa naomba, sio kama wewe unakaa tu. Haleluya! Hana anasema kipimo kinapimwa na Mungu mwenyewe.
kwamba Mungu amejibu maombi yangu. Yeye ndo anayepima ya kwamba nimekujibu maombi. Kwamba uliomba sana ni yeye anajua. Kwamba ukuomba sana ni yeye anajua. Haleluya. Kwamba umetoa sana ni yeye anajua. Kwamba haujatoa ni yeye ndiye anayepima. Haleluya. Ili usije ukafanya kama alichokisema Paulo, kwamba ukautoa mwili wako uungue kwa ajili ya wengine ukizani ni upendo, kumbe unatafuta ujivuni, kumbe unatafuta sifa, halafu ukakosa kibali mbele za Mungu. Haleluya. Maana mwingine anaweza akasema nitaka watu waone kama nina upendo, akatoa vitu vyake vyote awape maskini, kama yule bwana alivyoambiwa na Yesu kwamba uza vitu vyako vyote uwape maskini kisha njoo nifuate. Alafu yule mtu akakataa. Yesu akasema yule mtu hana upendo. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Kwa mwingine akasema kwamba ili niwe na upendo nitoe vitu vyangu vyote niwape maskini kisha nimfuate Kristo. Alafu ukafanya hicho kitu, kumbe lengo lako ni ili watu wakusifu, watu wakuone ni mtu wa aina fulani, kile upate utukufu fulani. Jambo lile linafanya Mungu asiachilie neema yake kwenye maisha yako. Haleluya. Ufanye jambo ambalo halitakuzalia matokeo. Sasa hicho kitu ni kibaya. Haleluya. Kwa wakati tunasimama kwa miguu yako, mtumishi wa Mungu, mimi natamani na ninaungana na Mungu. Simama tuende kwenye maombi ya watumishi wa Mungu. Haleluya. Ninatamani na ni shauku yangu ya kwamba sisi sote tufikia hatua kwenye maisha yetu ya kuwa na ongezeko katika yale ambayo tunatamani Mungu aongeze, yale matamanio ambayo Roho Mtakatifu anayo juu ya maisha yetu. Awe na uhuru wa kujiachia na kujifunua na kutenda. Akija kwetu akute ni watu wenye imani. Kwa hiyo asiseme kwamba ninatafuta mtu aliye na imani sioni, ila aone ni watu wenye imani. Akute ni watu wenye tumaini. Akute ni watu wenye upendo, watu ambao tumekaa katika hali ambayo tuna sifa ya Mungu kujishughulisha na maisha yetu. Haleluya. Yohana 10:10 anasema kwamba mimi nilikuja ili wawe na uzima, naam, wawe na uzima tele. Jambo la kwanza la uzima, anamaanisha uzima wa milele. Halafu anasema uzima tele, anamaanisha they must have life. Ile life ni maisha, kama tunavyosema kwamba fulani ana maisha, amepata maisha, nimekuja kutafuta maisha. Maana yake nini? Kuna kitu ambacho anakitafuta, yale mafanikio, afya na uchumi. Haleluya. Amen. Ndio kazi ambayo Kristo alikuja kuifanya. Kwa hiyo tunataka tumwambie Mungu kwamba ikiwa Mungu wewe tumekujua na kwamba ulikuja ili sisi tuwe na uzima, kwanza uzima katika roho zetu. Cha pili ulisema tuwe na uzima tele, uzima katika maisha yetu, ongezeko la kiuchumi, la kiafya, la kimafanikio. Haleluya. Amen. Tumejua neno hili, leo hii tumetoka katika utoto. Tunatamani Mungu maisha yetu yawe ni maombi yetu kwako. Amen. Maisha yetu yawe ni mlango ulio wazi kwa wewe kujishughulika na maisha yetu. Amen. Haleluya. Amen. Ili Mungu aongezeke na afanye kwa wingi katika maisha yetu. Haleluya. Na uamini kile ambacho tunaenda kukiomba, na uamini kile ambacho nimekufundisha, na mimi nina uhakika ni kweli na hakika, na kitakuletea matokeo. Amen. Haleluya. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa nguvu zako, na siku ya leo umenifundisha na kunielekeza mapenzi yako na nguvu zako. Asante Bwana kwa maarifa na kwa ujuzi mkuu namna hii. Asante Bwana kwa habari ya historia yangu, kwa sababu umeibadilisha. Kwa jina la Yesu ninapokea kuinuliwa, ninapokea ongezeko, ninapokea nguvu, neema ya ongezeko kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, kwenye kanisa letu,
kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu. Ninapokea nguvu, neema ya ongezeko, neema ya ongezeko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa uchanga wa kiroho, ninakataa uchanga wa kiroho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, unitakase maamuzi yangu ya kitoto, unitakase mawazo yangu ya kitoto, unitakase usemi wangu wa kitoto ambao mpaka leo umefunga maisha yangu, umezuia kudhihirika kwako, umezuia neema yako. Bwana, badilisha hatima yangu, nisiwe kama Mikali, nisiwe kama Mikali. Bwana, achilia neema ya ongezeko, neema ya ongezeko. Bwana, bariki maisha yangu, bariki huduma yangu, bariki watoto wangu, bariki wazazi wangu, bariki kanisa langu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapokea imani yenye uelewa, ninapokea imani yenye tumaini, ninapokea imani ya kukujua wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ufahamu wangu unaongezeka, ufahamu wangu unaongezeka, mawazo yangu na fikira zangu zinaongezeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka, kila ngome za giza ninazivunja kwa jina la Yesu, ninaziharibu kwa jina la Yesu. Ninakataa kila lugha, kila elimu, kila mawazo, kila ngome ya fikra za yule mwovu kwenye maisha yangu. Ninakataa kwenye biashara yangu, ninakataa kwenye utumishi wangu, ninakataa kwenye familia yangu kwa jina la Yesu. Ninaharibu kwa jina la Yesu, ninakataa. Bwana, achilia rehema, achilia rehema.